Ufafanuzi ambao una malengo, ufafanuzi ambao biidhnillahi tunatarajia kwamba maendeleo na mafanikio ni makubwa. Swali langu liko hivi kwamba tunaona katika baadhi ya maeneo kuna miji mipya inaanzishwa, serikali inaanzisha miji mipya, wanatenga maeneo ya misikiti, maeneo ya makanisa na maeneo ya michezo. Sasa tunakuta kwamba Kristo wanawahi kuhozi yale maeneo. Je, taasisi mpango huu haina? Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Swali zuri, na bahati labda hukuwa na sisi kwa muda mrefu uliopita, lakini nakumbuka katika mikutano yetu mikubwa ya kila mwaka tunasisitiza sana na umuhimu wa taasisi kuhodhi maeneo ardhi, kwa sababu sheria za ardhi zimebadilika sasa. Zamani ilikuwa ardhi haina thamani, lakini sasa ardhi ina thamani. Unaona? Na tutarudi tena katika kuelezea umuhimu wa kuelimisha vijana wetu mashule, kwa sababu unajua kweli miji mipya inaanzishwa. Unaona? Lakini hao maafisa wakubwa waliokuwa kwenye ofisi za ardhi mpaka hapa Tanga ni watu wasiokuwa Waislamu. Na ndio hii inaupeleka kwamba eneo mfano Tanga, kwa wale ambao wanaijua Mnyanjani au Donge, angalia maeneo ambayo yamepewa Kristo na makanisa yao, ukubwa wake kulinganisha na viji misikiti ambavyo tunavijenga sisi Waislamu. Yaani ni maeneo yaliyokuwa wazi na halmashauri, lakini katika huo ujanja wanaotumia, kwa sababu washatengeneza wale wenyewe wanaoita watu ambao wakutumikia kanisa, wanaingiza alikuwa anataka kujua zaidi ile akasome kitabu cha Dr. Sibano cha Uhuru wa Tanzania na Dini, atakuta siri za kanisa. Kwa nini wamefikia hapa hivi sasa? Wamesema tu wataelimisha watu, watatengeneza watu walei, wataingia kwenye siasa, kwenye uchumi, kwenye kila nyanja ili kusaidia kanisa. Kwa hiyo wale maafisa ardhi, ukitokea eneo kama hilo limepimwa, kuna eneo la dini, mbio wanawapigia simu wale watu wao, wajashtukia tayari limemilikiwa na kanisa. Mfano nakupa huu Tanga, ambapo kuna mamwinyi Waislamu mashehe, lakini maeneo makubwa kulinganisha na misikiti, utakuta maeneo makubwa yamekamatwa na Wakristo. Wakristo wenyewe wako wapi? Basi wanaoswali sababu wengine Waislamu, lakini eneo wamelichukua kubwa kabisa. Kwa nini? Kwa sababu wao walishaona mbali, walijua umuhimu wa ardhi. Wallahi, katika taasisi za dini zinamiliki ardhi kubwa, ni kanisa la Katoliki wanamiliki maeka na maeka. Na sasa mambo yamezidi kuwa magumu, kwa hiyo Waislamu wanazidi kupata ugumu, kwa sababu kadri unapochukua eka nyingi kuna kodi ya ardhi. Wallahi, ndugu zetu wa Korogwe sasa ndio Mungu kawafungulia, walipata ardhi kubwa kidogo, sijui eka 10 na ngapi, sijui 20. Kila mwaka hodi tayari invoice ya malipo ya ardhi milioni 5, milioni 6. Wakati utabani hawana uwezo, wanakuja makao makuu, bwana shekhe, ardhi itachukuliwa hii na bingwa sana. Sasa hata ukisema taasisi ichukue, kuna changamoto nyingine, pesa, unaona, za kupata hizo ardhi. Kumiliki ardhi ni gharama, hasa mkiwa mnaendea maeneo nyeti ambayo yanahitajika. Serikali pia yauza siku hizi, sio kama zamani ilikuwa wapewa. Mimi nilipata shamba kule Neema eka 6 kwa shilingi 85 zama hizo, lakini leo waweza kuuza hii njia, tena hii njia kuu ya kwenda, waweza kuliuza hilo eneo kwa shilingi 85, mamilioni 300, 400 laki. Kwa hiyo yote haya nasema farudi kule kule kidogo. Kama hatukutengeneza watu huko, kutakuwa kubali zaidi kule tanbii kama huko tutakuwa kubali. Tuombe Mola tuletee nusura. Waamini sisi mtazamo bora.